Tumejiandikisha kupiga kula, tunataka moja kwa moja. Maana usipojiandikisha upige kula, si ndio hivyo? Ndio. Tumejiandikisha kupiga kula moja kwa moja. Tukachague tena mitano. Sawa sawa. Na tupate kitambulisho cha kupigia kula na NIDA pia tuzipate. Kwa majina naitwa Ramadhani Amili, ni mkazi wa kijiji cha Dumila Juu, kata hii ya Dumila. Changamoto ilikuwa imejaza watu hapa, walikuwa wamejua zoezi hili litafanyika tarehe 1 ya mwezi wa 4. Lakini wametufanyia surprise kuja jana. Zoezi hili limeanza jana. Limeanza rasmi jana. Na kwa majibu ya viongozi wanaoendelea na majukumu haya kwamba wamesema zoezi hili mwisho linakwenda kutamatika kesho. Kesho linakwenda kutamatika, kwamba hakutakuwa na zoezi hili mpaka mwezi wa 5 kwa mujibu wao walivyosema. Sasa kutokana na hali halisi mnavyoona foleni, lakini pia tunaona hapa kuna watoto wanaendelea kulia, wamama ambao wako na watoto hapa. Je, uwezekano huo wa kufanya tamati leo kwa ajili ya kesho kutakuwa hakuna zoezi hilo, kuna uwezekano kama huo? Huduma haiwezi kutosheleza, uwezekano unakuwa hakuna. Isipokuwa kwa sababu wenzetu hao ni watu wa ngazi za juu huko, wanatoka kwa miongozo, na ndio maana wao wamekuja wanatoa huduma hii kwa muda wa siku 3, kuanzia jana, leo, mwisho kesho. Nini wito wako kwa ajili ya serikali? Wito wangu, naomba serikali kwamba watuongezee muda, tena sio huu, waongeze na vituo ili wananchi wasiendelee kuteseka. Tangu Ijumaa mpaka leo hii wananchi huko shughuli zimesimama, uchumi umesimama kwa sababu ya kufuatilia vitambulisho vya NIDA. Ni kweli vina kazi kubwa, lakini imekuwa mateso kwa sababu havipatikani kwa wepesi. Sawa sawa. Asante sana ndugu yangu, unaendelea kutufuatilia katika Asili TV. Basi tuko na huyu bwana, lakini pia tunaendelea kufanya mahojiano na wengine ili tujue changamoto hasa ni nini. Hata sambamba na Asili TV tumekuja moja kwa moja kwa ajili ya kuendelea kutafuta changamoto na tujue. Tulikuwa na mmoja, lakini pia tumempata mwingine ambaye anaweza akatuambia kwamba changamoto ni nini na hasa kipi kifanyike kwa ajili ya eneo hili, kama ni kuongeza vituo au mambo mengine, basi yeye atasema. Ndugu yangu, unaitwa nani? Majina naitwa Selemani Hamisi Rugendo. Unapatikana wapi wewe? Napatikana Dumila Matongolo. Umekuja hapa kwa ajili ya issue gani hasa zaidi? Issue kubwa iliyonileta hapa ni namba za NIDA. NIDA. Kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye kufuatilia namba za NIDA? Changamoto ni kubwa sana. Sababu tumekuja hapa tangu Ijumaa asubuhi. Tumeandika fomu, tukaambiwa kuna zoezi la kupiga picha. Mlipoandika fomu mliambiwa lini itakuwa zoezi la kupiga picha? Tulipoingia mle siku ya Ijumaa tukaambiwa tutatangaziwa, ila kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 4. Ya mwezi wa 4. Sawa sawa. Sasa imekuwaje kuonekana kwamba mmeanza jana wakati jana sio tarehe 1? Tukashangaa tu, tuko mashambani tunasikia spika linatangaza, jamani, wale wageni wa NIDA wamekuja ofisini, kwa hiyo muachilie shughuli zenu kuja kupata NIDA. Kuja kupata NIDA. Wameweka vituo vingapi kwenye kata hii ya Dumila? Yaani jambo la kushangaza, kituo kipo kimoja. Dumila Juu, Dumila Matongolo, sijui kwa Wachina. Wote wanategemea kituo hiki cha hapa. Cha tarafa. Haya. Tuone una ushauri gani au ombi serikali iweze kusaidia. Nini kifanyike? Mimi ninachoshangaa, ili zoezi la NIDA litakuwa gumu sana. Kwa vile ikiwa limekuja zoezi la vitambulisho vya taifa, vituo vinakuwa vingi sana. Ukienda unaandika fomu na kupigwa picha, unapewa kitambulisho chako, unaondoka. Lakini zoezi la NIDA leo mimi mwaka wa nahisi kama wa 7. Mwaka wa 7. Nafuatilia NIDA. Nikija naandika kama hivi, nikifikia kwenye picha, wakisema tunaondoka tunarudi, hawarudi tena mazima. Sasa kwa wingi huu wa watu, Asili TV online wapo watu ambao wanatuangalia, lakini pia kuna waheshimiwa ambao watakuwa wakitazama huku wakiendelea kujaribu kuona kwamba kuna changamoto gani ndani ya kata ya Dumila kwa ajili ya NIDA. Je, unahitaji kipi kifanyike ili muweze kufanikisha kupata hiyo NIDA kwa haraka? Jaribu kuambia kule. Yaani viongozi wa ngazi za juu, kama kuna uwezekano hata kesho tuongezee vituo chini ya 6, 7 ili watu wamalize zoezi kwa haraka. Kuna mnong'ono wanasema kwamba inawezekana ikawa mwisho leo au kesho, sasa sijajua hiyo ipoje. Tangazo la asubuhi wamesema mwisho leo. Mwisho leo. Ila wamesema watawaomba watu wa Kitete wawaombe siku yao moja ya kufanya kazi kule, wahamishie huku kutokana na changamoto walioiona. Sasa wa Kitete wanasubiri NIDA. Na sisi wa Dumila tunasubiri NIDA. Leo kwa sababu mashine zimekuwa chache, waombe watu wa Kitete wasubiri
tumalize sisi wa Dumila, hilo swala naona kama la maajabu sana. Ombi lako kwa ajili ya mbunge wetu lakini pia na rais naye, ulikuwa unamuomba nini? Mimi naomba tuongezee vituo vile vile na muda. Hata siku 10 mbele ziongezeke. Watu ni wengi sana. Kuna watu hapa leo watoto wamelala hapa wanalia njaa, hawajui wataingia lini kwenye dirisha la kupiga picha. Asili TV online tuko na Chamata pia, basi tumewapata kina mama ambao wana changamoto kubwa, hasa zaidi tumekutana na mama ambaye ana watoto mapacha. Mama, hao watoto wote ni wa kwako? Ni wa kwako. Na wewe umekuja kufuatilia NIDA? Tangu lini umeanza kuja hapa? Nilikuja toka Alhamisi nikaandikisha, nikaondoa mwili, nikaambiwa tarehe 1 tukutane. Nikarudi nyumbani. Jana ndio likapita tangazo, nikaja nikashindwa. Kwa hiyo leo nimekuja, mpaka saizi bado sijafanikiwa kuingia ndani. Bado hujafanikiwa kuingia ndani. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Glennis Penford Baruti. Na wewe dada unaitwa nani? Naitwa Fatuma Peter aka mama wawili. Sawa, sasa siku ya leo Asili TV imewatembelea katika kituo hiki na tunataka tutamani kufahamu zaidi kwa ajili ya changamoto ambazo zinawakabili watu wa kata ya Dumila, lakini pia akina mama ambao wako na watoto. Huyu ana watoto mapacha. Lakini pia katika changamoto hizi, mtuambie mlikuwa mnahitaji nini kifanyike kwa ajili ya serikali iweze kutusaidia tuweze kupata vitendea kazi. Umesema unaomba nini kifanyike? Ongezewe muda. Tena na huduma ongezeke. Vituo 3 4 ili kasi ya msongamano itapungua. Sawa. Na wewe dada huko nini unachokihitaji? Na mimi vile vile nilikuwa tunaomba hapa yaani huduma iendelee, lakini vitu viongezeke. Kama watakuja au wapigaji waongezeke hapo kidogo ili tupate nafasi na sisi ya kufanyaje tuondoke. Maana mtu unashinda hapa, kesho unakuja unashinda zaidi hata siku 3 hamna unachokipata. Sawa. Eti mama wawili. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kwa kata ya Dumila kituo kipo kimoja tu? Kata ya Dumila kwa hili zoezi kituo ndo kipo hiki kimoja tu. Ila endapo wangetuongezea wingi ungepungua. Basi watazamaji, lakini pia viongozi wetu wa juu, naona kero ambazo zipo, lakini pia tuko na kina mama ambao wako na watoto wakiendelea kusumbua kama jinsi mnavyoona. Wanaomba ikiwezekana waongezewe muda, lakini pia vituo viongezeke ili waweze kupata NIDA kwa wakati. Nafikiri mbunge utakuwa umepata taarifa hizi, lakini moja kwa moja kina mama wenzio wanahitaji wapate msaada zaidi. Mama yetu, rais wetu, tunajua kwamba wewe ni mama wa wote na mabega yanauma. Je, kubeba watoto toka asubuhi? Mabega yanauma. Asubuhi unabeba mtoto kutwa nzima, kesho tena kutwa nzima, njaa, wendi kupika wala nini. Basi msijali, tuko pamoja na kila kitu kitakuwa sawa. Asanteni sana, endelea kufuatilia Asili TV online, lakini pia tuko na Chamata ndani ya wilaya ya Kilosa. Asili TV online, lakini tuko na Chamata pia ndani ya wilaya ya Kilosa. Basi siku ya leo tumetembelea katika kituo chetu, niko na jamangu. Unaitwa nani? Naitwa Baraka Bagamika. Unapatikana wapi wewe? Napatikana humo Dumila. Dumila. Yes. Upo katika kata hii ya Dumila? Humo Dumila. Tunaona umeshikilia karatasi. Ni karatasi la NIDA hili. NIDA. Takriban na kama siku 3 hivi. Nakufuatilia NIDA. Watu tunaamka saa 8, tunalala hapa kituoni kwa ajili ya kufuatilia NIDA. Kwa ajili ya NIDA hii. Kila unakoenda unaulizwa NIDA. Uweze kupata ajira mpaka uwe na NIDA. Yaani kwa tunakoenda tafika muda hadi kuoa tutaambiwa NIDA. Kabisa. Mheshimiwa mbunge, lakini pia Mheshimiwa Rais mama wetu, naona unawaona wananchi wako wakiendelea kulalamika kwamba kila kitu NIDA. Sasa kuna vitu ambavyo wanahitaji uwasaidie zaidi. Hasa zaidi ulikuwa unataka serikali iwasaidie. Hasa zaidi kulingana na NIDA ndo kila kitu. Ningependa wanapokuwa wameleta mfumo wa NIDA kama hapa, basi yani watu wote watuletee vituo vingi vya kutosha. Watu yani tujiandikishe bila shida. Mfano kama kipindi cha kupiga kula. Kipindi cha kupiga kula tulirahisishiwa kweli. Basi ule mfumo leo tulahisishia, watulahisishie na hapa tuwekee vituo hapa kwa takriban una vituo kama 4 hapa. Basi vituo viongezeke viwe hata 4. Kwa hiyo ina maana katika kata ya Dumila kuna kituo kimoja tu hiki. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilosa, wananchi wanaendelea kulalamika na wanahitaji waongezee vituo katika kata ya Dumila. Wewe umetokea katika kijiji kipi?
Mimi nimetokea kijiji hiki cha Dumila. Kijiji cha Dumila. Lakini kijiji cha Dumila ndo kata ya Dumila ndo kata hii. Ina kituo hiki kimoja tu, na kuna uvumi wanasema kwamba inawezekana ikawa mwisho leo au kesho. Hilo lipoje? Hiyo tetesi imeturusha roho watu wengi sana. Yaani tumeumia tulivyoambiwa, maana tumeambiwa maana ni mwisho leo. Mwisho leo. Sasa tunakuaje? Watu wametoka sehemu mbalimbali. Usione hapo, sifikiri Dumila tu. Watu wametoka hii kata Dumila. Unapoongelea kata ina maana wametoka sehemu mbalimbali katika kata. Lakini watu wametoka kwenye vijiji vyote hivyo wamekusanyika hapa. Yaani tunapata changamoto hapa, matumbo joto. Neno moja kwa ajili ya mkuu wa wilaya. Unataka neno moja kwa ajili ya mkuu wa wilaya, nachotaka tusaidie. Watuongezee vituo viwe vingi, wafanyakazi wawe wengi kulingana na population ya watu jinsi ilivyo. Sawa sawa. Lingine nalomuomba hata mama pia. Unajua mama ndio kila kitu. Yaani sisi tutalukaluka, tunamuomba kwanza mama. Yaani mama kama atusikiliza kweli, anatusikia mama yetu sisi huyo. Ndio mama wa taifa hili. Atusaidie huyu, atusaidie. Watuletee vituo vya kutosha jamani, vijana tunahangaika, tupate ajira mitaani. Sawa sawa. Na kwa kuwa mama amesema kwamba yeye hana shida na atafanya kila kitu, ila niseme tu kwamba mama kwenye mgongo kunasema huko mitano tena. Sasa mitano hii mama, hilo halina shida, hilo halina shida. Tumejiandikisha kupiga kula, tunataka moja kwa moja. Maana usipojiandikisha upige kula, si ndio hivyo? Ndio. Tumejiandikisha kupiga kula moja kwa moja. Tukachague tena mitano. Sawa sawa. Na tupate kitambulisho cha kupigia kula na NIDA pia tuzipate. Basi usiofu. Mkuu wa wilaya hili limemfikia na changamoto hii itakwisha, lakini pia Mheshimiwa Palamagamba Kabudi ambaye ndiye mbunge wetu naye pia changamoto hii amekwisha kuisikia. Naomba taarifa mpaka sasa itakuwa imekwisha mfikia. Msijali, wananchi wote ni watoe hofu kwamba vituo vitaongezwa kutokana na maombi mlioyaomba, lakini pia na muda utaongezwa kwa sababu changamoto hizi tunazipeleka moja kwa moja kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia mbunge wetu, lakini pia mama yetu Samia Hassan Suluhu. Asante sana. Asante. Sijali, tuko pamoja. Haya. Yeah.